Swali ambalo tunaulizwa sana ni la kiuongozi. Tunaulizwa sana kwa kweli. Hata ukisema hivi pengine baadaye utaulizwa, mwanamke anaweza kuwa kiongozi katika Uislamu? Wakati imekuja la yufliha qaum wala amrahum imra. Kwa kweli majibu haya haqqun urida bihi albatil. Haimaanishi hawakusudii mwanamke yoyote. Mara nyingi wanakuwa na mwanamke maalum ndio wanamkusudia. Sasa wewe usijipeleke huko. Usijipeleke kwenye maji mengi. Mamba akitaka kummaliza mtu humvutia kwenye maji mengi. Wanawake wengi wa Kiislamu washavutwa kwenye maji mengi kule ili wamalizwe. Sasa tujitahidi kuwarudisha nchi kavu huku, wale ni Barmai wanaweza kuishi kule na huku, tuwarudishe huku ili tuwaambie ukweli kwamba neno kukombolewa ni kutolewa katika utumwa au dhulma fulani. Tunaona hizi kelele za kuwa haki za mwanamke zimepuuzwa, haki za mwanamke zimedororeshwa, haki za mwanamke zimenyongeshwa, ni kelele za wanawake, sio tu wasuko Waislamu, hata Waislamu. Sababu ya kwanza, tumesikiliza mihadhara 4 kabla ya khutba au 3, na khutba ilikuwa 3, na khutba ikazungumzia hayo tunayoendelea nayo ya nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Lakini khutba ilikuja kwa lugha ya Kiarabu, lakini ndio tayari khutba ya 4 ikaja ya 5 tarjama au tarjuma ya hiyo. Na kwa kuwa madude haya niliopewa mazito haya, na kwa kuwa nilichotakiwa ni kufunga, maelezo yangu yakiwa kama ni muhadhara, itabidi aje mtu mwingine afunge. Mimi niseme tu kwamba kwanza namshukuru Allah tabaraka wa taala kwa wahadhiri wetu waliowafikishwa vizuri na Mwenyezi Mungu kwa mada walizowasilisha kwetu. Kwa kweli Allah amewawezesha, wametumia elimu kwa kiwango cha juu na kwa ufasaha mkubwa, na kwa kadri ya maarifa mafupi nilionayo wamesibu sana. Mwenyezi Mungu awafungulie zaidi, na sisi tuliosikia hayo ya kheri atupe uwezo wa kuyafanyia kazi. Lakini jingine ni kwamba haya tuliyosikia yote imekuwa ni mzigo kwetu, kwa sababu wafikishaji wamefikisha. Ni kila mmoja wetu akitoka hapo aangalie tunaanzia wapi, ili hawa wanawake ambao tayari washanyushwa sumu, tayari washalaghaiwa, tayari washadanganywa, wakidhania kuna haki zao zimekaliwa na wengine. Sababu tunaona hizi kelele za kuwa haki za mwanamke zimepuuzwa, haki za mwanamke zimedororeshwa, haki za mwanamke zimenyongeshwa, ni kelele za wanawake, sio tu wasuko Waislamu, hata Waislamu. Wallahi ni mara kadhaa wanakuja watu kufungua mirathi katika maeneo husika, wanaulizwa kwenye mahakama za mwanzo, mnatakaje? Mnataka kurithi Kiislamu au kawaida? Ni mabinti wa Kiislamu, sasa tulistawa sawa tu bwana, sisi na kaka zetu tuende sawa tu. Si kwamba wanaona kuna kupunjwa, lakini wamekinaishwa kwamba wanadhulumiwa. Sisahau mmoja wa watu jasiri, almarhum Sheikh Qasim bin Hamid Mtarawanji. Yeye alipoenda na dada zake mahakamani pale, na alikaja swali hilo hilo, mtarithi Kiislamu au mtarithi sawa kwa sawa, madada na makaka, ili waepukane na ile lidhakari mithlu hadhi al-unthaini, ambayo ni sheria za nani? Za anbiya. Wao wakaamua kuwa wafuate sheria za aghbiya. Nadhani hii alizungumzia kwa upana Sheikh Izzuddin, Allah muhifadhi. Basi wale bimil ifami wala hawakusuasua, wakasema tunataka turithi kisawa sawa tu, kwa maana mwanamke na mwanamume twende sawa. Hamtaki hizi sheria za Mwenyezi Mungu, hizo za ukandamizaji, za dhulma na kadha. Alichofanya kaka yao, kwa kuwa ndio msimamizi wa mirathi, alimwambia mheshimiwa hakimu, bwana,
kuanzia sasa mirathi hiyo itagawiwa kwa hawa, na hawa wamesharitadi, na kama wamesharitadi ishawathibiti kwao ile ikhtilafu dini. Kwa hiyo hawapati hata ndururu kwa kukataa Uislamu, wamesharitadi na hawapati kitu, kwa sababu hakuna kurithiana kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Nimetoa mfano huu kuonesha kwamba huu au haya madai ya udhalili wapo miongoni mwa wanawake wa Kiislamu, washajiridhisha kwamba kweli wanadhulumiwa, na wanaona ile kutoka nje kwa lebo za matangazo ya dawa za meno, sabuni, bali hashaku, mchupi, wanaona ile ndio kuhaririwa. Sasa mimi nachotoa wito kwamba kila mmoja wetu atengeneze mpango kazi nyumbani kwake, ili kuwafikia hawa kina mama tuwaambie ukweli kwamba nyinyi haki yenu ni hii. Na sahau mwandishi wa kitabu kile aloandika akimkhatibu mwanamke, makanaki tuhmadi. Hichi kitabu chote anamzungumzia mwanamke na kwamba atoke huko alikoburuzwa. Mamba akitaka kumaliza mtu humvutia kwenye maji mengi. Wanawake wengi wa Kiislamu washavutwa kwenye maji mengi kule ili wamalizwe. Sasa tujitahidi kuwarudisha nchi kavu huku. Wale ni Barmai wanaweza kuishi kule na huku, tuwarudishe huku ili tuwaambie ukweli kwamba neno kukombolewa ni kutolewa katika utumwa au dhulma fulani. Sasa unakombokaje endapo unatoka kwenye mikono ya Allah tabaraka wa taala na kuingia katika mikono ya shetani? Unakombokaje, unakombolewaje mwanamke wewe unapoondolewa katika sharia za anbiya unaletwa kwenye sharia za aghbiya? Tufanye kazi, sio tunatoka hapa basi kuna wali huko walidaini, sio tunatoka hapa tunakula wali tukaona imekwisha. Kwa kweli lazima kila mmoja wetu ajitengezee mpango kazi namna gani tutaanza kuzikomboa familia zetu na majirani zetu na wengine, ili hii tauia ya kujitambua ifike mahala pake. Angalia maelfu ya wanavyuoni wa Kiislamu wametajwa, angalia maelfu ya wanavyuoni wanamume wametajwa waliopata ilmu kwa kina mama. Kwa hiyo kila kona utakuta hawa kina mama katika Uislamu wana nafasi yao ya juu, bali hata ujasiri katika mifano ya uongozi tunasema hakuna katika hawa khulafa al-arba'a, Abu Bakri, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, yuko mbabe kuliko Umar? Hakuna. Lakini tunakuta Umar radhiyallahu anhu akiwa athna al-khutbah anaelezea mada dhidi ya mahari kuwa kubwa zaidi katika jamii. Lengo lake ni zuri, mahari ziwe za chini na za wastani ili watu wengi waelekee kwenye ndoa. Lakini riwaya zinatuambia nyuma kabisa anaibuka mwanamke athna al-khutbah, mwanamke, na hasemi ya khalifa kadha, hapana, ya Umar, ewe Umar, kwa nini unatoa wito kwenye khutba yako kwamba mahari ziwe za chini, wakati Allah ametupa mahari iko free kiasi chochote kile? Ni kwenye ile aya, mkitaka kubadili badala ya huyu wa ataitum ihdahunna qintara. Qintara sio ndururu, qintara ni lundo la fedha. Allah ameonyesha kwamba tuweza tukazipata hizo. Wewe kwa nini unaweka limitation isizidi hapa? Adala ya pande mbili. Tumetaka uone mwanamke wa Kiislamu alivoleleka kijasiri mbele ya kiongozi mbabe asiyechezewa, anapinga katikati ya khutba na uadilifu wa upande wa pili. Riwaya zinatuambia Umar akakumbuka akasema, asabatil mar'a wa akhta'a Umar. Mwanamke amesibu kweli, sina sababu ya kulimit mahari, hiyo ni jambo la makubaliano tu wenyewe. Mahalu shahidi kwamba hakutiwa ndani, hakukemewa. Uislamu umeiz ule ujana kiki wake na ukweli walichokisema. Sasa tatizo ni kwamba karne zetu hizi kwa hicho kilichofanyika na Karima, ndugu yangu, hizi sharia za aghbiya zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa kumfanya mwanamke
awe siji tumwite mke maana ule ujana kike ule kusudi katika Uislamu haupo. Amekuwa ni uluba, kitu cha kuchezewa, na yeye mwenyewe amejiridhisha kwamba yupo kwa ajili tu ya kuburudisha wengine, na wala hana risala samawia inayomhusu. Sasa ni kazi yetu sisi tuliosikia haya maneno mazito yaliyotoa na wanavyoni kuyafanyia kazi kwa maeneo na majukwaa tunayamudu, ili mwanamke ajue kwamba hiyo ni propaganda. Lengo ni kumtoa nje ya ulingo, wakumbatie mpira kwa pani, iwe mchezo umeishia hapo. Ukweli ulivyo, risala ya mwanamke katika Uislamu ni kubwa sana. Sitaki kuyarudia haya, itoshi kwamba wana sura nzima kwa jina, lakini itoshe kuwa ibada ya hija moja ya nguzo zake ni as-sa'i baina Safa wal Marwa. Ukiangalia kwa falsafa yake ni kuenzi Allah, anaenzi habari na ujasiri na jambo la mwanamke. Bali ukirudi mbali zaidi, hata hiyo historia ya uwepo wa mji wa Makka, tunasema Uswahilini thamana Mungu, ni mchango wa mwanamke. Kama Allah sikuweka mazingira ya kuja Ibrahim akaweka dhuria pale biwadin ghairi dhi zar'i, na hatimaye mama huyo akaenda huku na huko, kwa kweli hili kwa ndio chanzo, ni michoro ya awali ndio sababu za hatimaye kupata mji wa Makka. Ndio maana watu tunawaambia akina mama, kama hija ingekuwa ina wenyewe, basi wenyewe ndio nyie. Mimi sitaki kuwa mtoa mawaidha wala mtoa muhadhara, ni mfungaji wa hili jambo. Kikubwa ni kwamba yalosema na wanavyuoni wetu ni maneno murwa sana, maneno ya kufanywa kazi, na bahati nzuri wengi wenu mmeanasa hayo, yashisie kwenye kunaswa, yakafanyiwe kazi. Kila kona mtu useme ukiwa umetembea kifua mbele kwamba kwenye elimu tuko hivi, lakini tukilinganisha hapa na hapa, nani amepata zaidi? Ni wewe. Ili wajijue kwamba kumbe hawakombolewi, bali wanapelekwa kwenye maji mengi ili waweze kudhurika haraka. Niseme tu kwamba mimi namshukuru Allah tabaraka wa taala kupata fursa hii, na hasa kupewa fursa ya kufunga, ili muda wote na mimi niwe nimepata wingi wa elimu. Allah wabariki wahadhiri wetu na wale ambao wamesababisha kuweza kuwaita maulama hawa ili waongee na sisi, lakini Allah yakafanyiwe kazi. Swali ambalo tunaulizwa sana ni la kiuongozi. Tunaulizwa sana kwa wale. Hata ukisema hivi pengine baadaye utaulizwa, mwanamke anaweza kuwa kiongozi katika Uislamu? Wakati imekuja la yufliha qaum wala amrahum imra. Kwa kweli majibu haya haqqun urida bihi albatil. Haimaanishi hawakusudii mwanamke yoyote. Mara nyingi wanakuwa na mwanamke maalum ndio wanamkusudia. Sasa wewe usijipeleke huko, usijipeleke kwenye maji mengi. Sema hivi, kama serikali ni ya Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu hawezi kuwa ndio kiongozi wa juu wa mwisho. Lakini kama si ya Kiislamu, huyo hawezi kuwa kiongozi, na hata mwanamume kama si Muislamu. Nirudie. Serikali ya Kiislamu hawezi mwanamke huyo akawa ndio wa juu kabisa. Lakini kama si ya Kiislamu, anaweza akawa. Lakini kama ya Kiislamu hawezi kuwa huyo, na wala hawezi kuwa mwanamume ambaye si Muislamu. Wasiangalie huko tu. Hata kama mwanamume, kwa sababu masuala ya dhakari pia hayana nafasi. Kwa sababu sio hiyo. Kwa hiyo kama ya Kiislamu tunasema mwanamke hafai kuwa ndio kiongozi wetu wa juu. Lakini sio huyo tu, hata mwanamume tumwangalie kama si Muislamu pia tumwambie na wewe hufai. La, kama si ya Kiislamu, huyo anafaa na huyo anafaa. Tunaishi hapa. Swali hilo linafanana na nilikuta mahala pamoja mkoa wa Kagera. Linafanana. Maswali kama haya ya kusumbuana akili. Kuna msikiti mmoja, kuna wanyonge pale wenyewe wanatembeza vikofia kila baada ya swala ili kukusanya tabaruati.
na hao wengine wamejipanga vizuri, wanapata misaada kutoka nje kabisa, nje ya nchi. Sasa ikawa na bughudhi, wapi mtume alikuwa anatembeza kofia, wapi hivi, wapi hivi, wapi. Wale maskini wakawa wananyongonyea. Sasa kulikuwa na semina, baadhi yetu tulialikwa, akatokea mmoja akachomeka hilo swali kwa sababu maswali alikuwa anaandika. Bahati nzuri tulijua hiyo tabia, tukasema kwa kweli wakati wa mtume haikuwa na tabia hiyo ya kofia, lakini pia wala tabia ya kwenda Arabuni kwamba misaada haikuwepo pia. Fabuita alladhi kafara, shida ikaishia hapo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, lete ulichonacho. Allah tubariki, Allah atupe moyo wa kufanya kazi tunayosikia, tuishi katika dhima zetu na kuwaita na kuwalingania watu wetu ili warudi katika mahali pake. Lakini kwa kweli Uislamu hakuna mahala ulipomnyongesha mwanamke, lakini wala hatutarajii kwamba mwanamke anaweza kupata heshima au hadhi katika mazingira yote nje ya Uislamu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullah.